disclaimer. Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa, na siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea na update mbalimbali na mafunzo mbalimbali ambayo tunakuwa tunafundisha kwenye hii channel. Kama wewe sio subscriber kwenye hii channel, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele, kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video mpya ambayo ninaiposti kwenye channel. Na tayari kama wewe ni subscriber, umesubscribe kwenye channel, usisahau kulike, kucomment na kushare hii video kwa wengine ili nao waweze kupata mafundisho haya. Sasa hapa mbele yenu jamani, kama kawaida ninaenda kutoa update na kutoa maelezo zaidi kuhusiana na hii fursa ya Bitness. Inavyoonekana kuna baadhi ya watu bado hawajaifahamu vizuri kiundani hii Bitness ni nini, na huenda ikawa nadhani ni platform kama platform nyingine za uwekezaji ambazo tumekuwa tukiwekeza pesa zetu na mwisho wa siku zimekuwa zikikimbia na pesa za wawekezaji. Sasa leo hapa nitaenda kuelezea kuhusiana na Bitness kwamba hili ni jukwaa la namna gani na ni project ya namna gani. Sasa tega masikio na macho kuweza kuangalia, masikio kuweza kusikiliza kwa makini ili uweze kuelewa kitu gani ambacho ninazungumza. Kama wewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu hawa ambao nitawataja hapa, basi hii Bitness itakufaa sana. Kama wewe umekuwa ni muhanga wa kutapeliwa pesa zako katika majukwaa ya kitapeli mtandaoni, basi Bitness ni suluhisho lako. Kama wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye unasoma lakini pia unatarajia kwamba ukimaliza chuo uje upate ajira au uajiriwe, uajiriwe katika kampuni au serikalini kwa ajili ya kupata ajira, basi kabla hujafikia katika hatua hiyo, una uwezo pia wa kujiajiri wewe mwenyewe kupitia jukwaa hili la Bitness, hali ya kuwa huku ukiwa unasoma. Cha msingi tu huwe na mtaji wa kwanza nacho. Kama wewe unataka kutengeneza passive income, kipato cha uhakika, basi jukwaa la Bitness linakufaa. Kama wewe umekuwa ukiplani kufanya biashara, aidha biashara ambayo unaona kwamba hii biashara naweza nikaifanya, aidha biashara ya duka au biashara ya kuuza nguo, una mtaji wako ambao umetaka kuuwekeza kwenye biashara fulani ya uhalisia au biashara ya kununua bidhaa fulani, basi leo nitakupa siri kwamba jukwaa la Bitness wewe linaweza likakufaa, kwa sababu hili ni jukwaa salama kabisa ambalo ni jukwaa la kidigitali ambalo linaendeshwa kidigitali katika mtandao kupitia internet. Na hii ni haya ni matunda ya mapinduzi ya 4 ya viwanda, kwa sababu hili jukwaa si platform kama tunavyojua platform nyingine. Hii ni blockchain technology ambayo imekuja na zao hili la Bitness, kwamba kuna watu ambao wameweza kukaa chini wakaumiza vichwa na kuweza kutengeneza hili jukwaa ambalo ni lenye kwa kutumia teknolojia ya blockchain ambalo linafanya kazi lenyewe kabisa bila kusimamiwa na mtu yoyote, kwa sababu kwa maana kwamba hili ni jukwaa la kifedha ambalo linajiendesha lenyewe pasi na mtu kusimamia au pasi na mtu kuweka maelezo yoyote, bali lenyewe linajiendesha lenyewe. Limetengenezwa, baada ya kutengeneza likakaguliwa na kampuni maarufu ambaye inajulikana kama CETIC. Ni kampuni madhubuti kwa ajili ya kukagua project au majukwaa ya blockchain technology na project mbalimbali, ambayo baada ya kukagua na kujiridhisha na kuwapa maelekezo vitu vya kufanya, hawa watengenezaji ambao wamejificha wajulikani, kwa sababu hii project ya Bitness si ya nchi fulani au ni ya watu fulani au kampuni fulani au taasisi, kwamba hili ni jukwaa limetengenezwa kuwawezesha watu wote kutoka sehemu yoyote ambako wewe utakuwa upo, na hali ya kuwa una chanzo cha mtandao na una smartphone yako, basi unaweza kushiriki uwekezaji kwenye hili jukwaa ambalo liko salama kabisa, na pesa zako zinakuwa kwenye wallet yako. Humkabidhi mtu wowote, pesa ni zako wewe mwenyewe, unamiliki ndani ya wallet yako.
na kuweza kufanya uwekezaji, ambazo hizo pesa zitakuwa zinazungushwa kwenye hili jukwaa. Zikishamaliza kuzungushwa kwenye shughuli za blockchain, basi zitakaporudi zinarudi na faida na zinarudi moja kwa moja kwenye wallet yako bila wewe kufanya chochote. Kwa hiyo hili ni jukwaa salama la kuweza kutengeneza kipato tulivu. Tunasema passive income, kipato tulivu ambacho kitakuwa kinaingia kila siku kutokana na mzunguko ambao wewe utakuwa umeuchagua bila tatizo lolote, bila stress ya aina yoyote, na ni salama zaidi kwamba huku una uwezo wa kuweka pesa za kiasi chochote, inategemea na uwezo wako. Hakuna kuibiwa huku kwa sababu hakuna mmiliki wa hili jukwaa. Mmiliki wake tayari alishalitoa na akaliacha lijiendeleshe yenyewe kwenye mfumo wa blockchain. Ndio maana tunasema ni decentralized. Decentralized kwa maana ya kwamba hakuna mtu kati, hakuna mikono ya mtu. Ni smart contract code ndizo, ni smart contract na blockchain ndio zinazokuwa zinawasiliana na kuweza kutoa matokeo ambayo wewe utaweza kuyapata. Sasa ili kuweza kushiriki uwekezaji kwenye hili jukwaa, lazima uwe na wallet. Uwe na wallet ambazo zitakuwezesha wewe kuweza kushiriki hili jukwaa. Either unaweza ukawa na wallet ya MetaMask au Token Pocket au Trust Wallet au Coinbase au AML bot au Chainlink. Hizi zote ni wallet ambazo unaweza ukazitumia kuweza kushiriki uwekezaji kwenye hili jukwaa. Sasa maarufu kwa sisi huku tunatumia zaidi Trust Wallet au MetaMask au hata Token Pocket, sio mbaya. Kama hii wallet naitumia mimi, hii ni Token Pocket, umeona Kwa ukija hapo pia utaona maelezo kuhusiana na hili jukwaa. Kwanza ni autonomous, maana the Bitness ecosystem is built around smart contract and NFT technology which are full autonomous, eliminating the influence of human factors. Umeona hiyo sifa ya kwanza. Alafu ni immutability. The algorithm is stored on the blockchain, so no even the creator of Bitness can intervene, cancel or alter your transaction. Umeona kwamba hizi kodi, yani hii project tayari imeshatengenezwa, imekuwa imehifadhiwa, algorithm zake, algorithm tunasema smart contract, zimekuwa zimehifadhiwa kwenye blockchain. Hivyo hakuna mtu yoyote, hata mtengenezaji wa hii Bitness anaweza akaingilia, akafuta, kucancel, akaondoa au akabadilisha chochote kwenye miamala ambayo inafanyika kwenye mfumo. Sawa. Alafu ni transparent kwa maana kwamba smart contract run on the blockchain and the transaction record are stored on the blockchain, allowing anyone to view them at any time. This ensure fair condition and reliable statistic that you can trust. Kwa hiyo kuna uwazi wa hali ya juu. Chochote utakachokifanya kwenye huu mfumo utakuwa na uwezo wa kwenda kukiangalia kwenye BCS scan, miamala yote, pesa zinazoingia, pesa zinazotoka, utaweza kuziona kwenye BCS scan, na liquidity pool yao pia utaweza kuiona. Full automation kwa maana kwamba Bitness does not store your asset. Bitness does not store your asset. All assets are full stored on the blockchain. Umeona kwamba unapoweka pesa zako wewe, pesa zako hazihifadhiwi kwenye Bitness bali zinakuwa zinahifadhiwa kwenye blockchain with the asset automatically moving between participants and contract. Kwa hiyo hizo asset zitakuwa automatically zinatembea kati ya washiriki na smart contract. Sawa. Alafu ni 100% smart contract kwamba all transaction and operation are automatically executed by smart contract, constrained by predefined rules and conditions. Once these conditions are met, the contract automatically perform the corresponding action. Umeona? Kwa hiyo kila kitu hapa ni smart contract na blockchain ndio inayokuwa ina interact. Sawa. Decentralization kwamba kwa maana kwamba no one, even the creator of the code can modify the operation of any Bitness smart contract. Kwamba hii project kwamba imeshatengenezwa na imeshakuwa deployed. Kwa hiyo hata yule mtengenezaji wa hii project ana uwezo wa kubadilisha chochote kwa sababu imeshakuwa programmed na imeachwa huko kwenye blockchain ijiendeshe yenye. Kwa hizi ndio sifa
sifa 6 ambazo Bitness inayo. Kwa hiyo kuanza ushiriki ukisha kuwa na hizo wallet hapa, kwa hiyo utakachotakiwa kufanya ni kukopi link ambayo iko chini ya hiyo video description. Utakopi hiyo linki, alafu utakuja sehemu ya wallet yako ambayo inaitwa Dapps Discover. Sawa, Dapps Discover hapa. Umeona kwenye hii Discover, hii ni Token Pocket. Utakuja hapa kwenye Discover. Ukisha kuja hapo itafunguka namna hii. Ikishafunguka pale juu ndo utaenda kupesti hiyo linki. Sawa, utaenda kupesti hiyo linki. Sasa kwa vile mimi tayari nisha paste, zimetokea history hapa, kwa hiyo tunafungua namna hii, basi jukwaa linaweza kufunguka. Na tayari ukishafungua kwa mara ya kwanza, wewe utatakiwa connect wallet, lakini mimi tayari wallet yangu imeshakuwa connected. Kwa hiyo baada ya hapo sasa na kupeleka sehemu ya wewe kuweza kuanza uwekezaji wako, ambao kwanza uwekezaji wako utakuja sehemu hii hapa iliyoandikwa kwenye Bitness Loop. Hapa ndiko sehemu iliyokuwa salama zaidi. Utapiga join. Ukishapiga join, Bitness Loop itaweza kufunguka. Ikishafunguka namna hii, kwa hiyo hapa ndio sehemu ambako wewe utaweza kufanya ushiriki. Utaweza kuanza ushiriki wa uwekezaji. Na pia ukipiga hapa neno hili more, basi utaweza kuona maelezo zaidi kabla ya kushiriki. Pia unaweza ukasoma hapo jinsi gani ya kuweza kuparticipate kwenye Bitness Loop, profit introduction, jinsi gani unaweza kupata faida, Bitness Loop ni nini, Bitness Loop security yake, unaona, na pia open source, kwa sababu hii ni smart contract ambayo ni open source, kwamba open source mtu wote anaweza akaiendeleza au akaisoma kodi zake kwenye mtandao au kwenye mfumo wao na kuweza kuona, hasa ukiwa wewe ni mtaalamu wa masuala ya blockchain. Sasa baada ya hapo, hapa ndio sehemu ambako wewe utakuja kufanya uwekezaji wako, ambako tunasema ni circulation. Hapa kwenye circulation, kwa maana ya kwamba wewe unaweza, kiasi cha chini cha kwanza cha uwekezaji kwenye huu mfumo ni kuanzia $1 na kuendelea. Kiasi cha juu ni unlimited, ni kiasi cha uwezo wako. Unaweza ukaweka $10,000, $50,000, $100,000, $200,000, ni wewe mwenyewe. Sawa. Sasa ukisha connect wallet yako, kama hapa tayari unaona mimi nimesha connect wallet na huu mfumo wa Bitness. Kwa hiyo hapa hichi kinachosoma zinasoma ni zile pesa ambazo ziko ndani ya nini, ndani ya wallet yangu hii hapa. Umeona? Kwa hiyo hapo zinasoma, zina display hapo. Kwa hiyo hizi ndizo utakazokuwa unazitumia, na hizi ni USDT ambazo zipo kwenye network ya nini, zipo kwenye network ya BNB Smart Chain. Kwa hiyo kwa sababu huu mfumo tunapo connect huwa tunatumia Binance Smart Chain blockchain, kwa hiyo lazima uwe na BNB hata za $2, $3, au uwe na USDT. BNB zitatumika kwa ajili ya kulipia transaction fee, na USDT ambazo utakazokuwa nazo ndizo pesa utakazokuja kuziwekeza kwenye huu mfumo. Kwa hiyo kwa mfano ukiweka hapa, kwa mfano ukiwa na mtaji wa $1, utaweka namna hiyo. Ukishaweka namna hiyo, watakuonyesha baada ya kuweka hapa kiasi cha mtaji unachotaka kwenda kukizungusha. Unaona siku na muda wa kuzungusha mtaji wako umegawanyika katika vipengele 4. Unaweza ukazungusha mtaji wako kwa siku 1, unaweza ukazungusha mtaji wako kwa siku 7, unaweza ukazungusha mtaji wako kwa siku 14, na pia unaweza ukazungusha mtaji wako kwa siku 28. Ambako hapo unapokuja kuzungusha mtaji, unapozungusha huo mtaji katika siku 1, utapata faida ya asilimia ngapi? Faida ya asilimia 0.4. Hii ni kuzungusha mtaji kwa siku 1. Ukizungusha mtaji kwa siku 7, utapata faida ya asilimia 4. Ukizungusha mtaji kwa siku 14, utapata faida ya asilimia 9.5. Sawa? Na ukizungusha mtaji kwa siku 28, utapata faida ya asilimia 24. Kwa hiyo mzunguko wa siku 28 ndio mzunguko wenye asilimia kubwa za mapato. Kwa hiyo kwa mfano mtu ambaye atakayeanza na $1, baada ya masaa 24 kuisha, huyu mtu ataweza kuondoka na $1.004. Na mzunguko ukishaisha, basi hii pesa yenyewe moja kwa moja itarudi tena kuja kuingia kwenye nini, kwenye wallet yako bila wewe kufanya chochote. Na ndio maana tunasema kwamba hii ni project salama ambayo una uwezo wa kuwekeza pesa zako ukiwa na amani kabisa, bila
tatizo lolote. Na ndio maana pale mwanzo nikatanguliza yale maneno, kama wewe umekuwa ukizoea kupigwa, yani umechoka na kupigwa na project kandamizi, project za kitapeli mtandaoni, basi Bitness ndio suluhisho lako. Ijaribu Bitness alafu utakuja kuniambia. Na pia vile vile kabla hujaingia kwenye hii project, unaweza wewe mwenyewe ukaifanyia research, kwa sababu wana smart contract zao. Tumesema hii ni smart contract project kwa sababu wanakuwa na smart contract address. Kwa hiyo unaweza ukachukua smart contract address ya hii project, ukaweza kuiskani na kuichunguza na kuona usalama wake, na ukishajiridhisha basi weka pesa. Lakini mimi tayari, kwa mimi kama mimi nimeshafanya uchunguzi wa hii project, nimeona ni project salama, na ndio maana nikaamua kuishare kwenu nyinyi wadau, pia muweze kuifuatilia, wale ambao wataweza kuifuatilia. Lakini wale ambao watasema sisi tumeridhika na uchunguzi ambao umeufanya wewe bwana Crypto Educator, basi sisi tutaingia kwenye hiyo project, basi mnaweza mkajiunga kupitia link ambayo iko chini ya video description. Na pia unaweza ukanipigia namba zangu za simu ili niweze kukuelezea vizuri jinsi gani ya kuanza, kwa sababu hii ni fursa kwa wale wasiokuwa na fursa. Hii ni ajira kwa wale wasiokuwa na ajira. Umemaliza chuo miaka 2015, miaka 2013, mpaka leo unatembea na bahasha mtandaoni, huna ajira, basi jiajiri kupitia Bitness, kwa maana kwamba kwa sababu hii ni fursa ya blockchain technology. Kama jinsi tunavyojua, blockchain technology imekuja kufanya mapinduzi ya kuweza kutoa fursa kwa watu mbalimbali, kwa watu mbalimbali sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hapa ukiweka $1 ndani ya masaa 24 utaweza kupata faida hiyo hapo. Ukichagua mzunguko wa siku 7 utapata faida hiyo hapo. Ukichagua mzunguko wa siku 14 utapata faida hii hapa. Faida yako unaiona hapa chini. Umeona? Na ukichagua mzunguko wa siku 28 utapata faida hiyo hapa. Maana utapata $1 na .24. Sasa hiki ni kiasi cha chini cha kuanza nacho, na pia kinaweza kwa ajili ya kuweza kupima mfumo. Lakini ukitaka faida nzuri, basi upate mtaji nzuri. Kwa mfano ukiwa na mtaji wa $100, umeona? Ukiwa na mtaji wa $100, ukichukua mzunguko wa siku moja utapata $100.4, maana yake faida yako itakuwa ni senti 4. Umeona? Ukichagua mzunguko wa siku 7, umeona, utapata faida ya $4. Umeona? Ukichagua mzunguko wa siku 14 utapata faida ya $9.5. Maana yake $100 zako mtaji wako na faida zitarudi moja kwa moja kwenye nini? Kwenye wallet yako baada ya huo mzunguko kuisha. Ukichagua mzunguko wa siku 28 utakuja kupata faida ya $124. Maana ya kwamba faida yako hapo ni $24. Hii 100 ni ule mtaji wako ambao umeuwekeza. Kwa hiyo hiki ni kiasi cha pesa ambacho unaweza kwa hiyo ukiweka $200 hapo unaweza ukajiunga na wewe mwenyewe ukapiga mahesabu. Ukiweka $200 utaweza kuona faida utakayokuwa unaipata. Kwa mfano siku moja utapata $200.8, siku 7 utapata $208, siku 14 utapata $219, siku 28 utapata $248. Kwa hiyo hapa mtaji mkubwa na ukachagua mzunguko mkubwa. Kwa mfano assume mtu mwenye mtaji wa $1,000. $1,000 ni sawa na $2,700,000 au $2,800,000. Unawapo watu, mtu anatamani kuanza biashara, akawa labda na $500,000 zake, umeona, ana $10,000,000 anataka kufanya biashara. Badala ya kufanya biashara, una uwezo pia ukawekeza pesa zako kwenye biashara hii, kwa sababu huku ukiwekeza hela ndefu ndio unapata faida nzuri sana. Kwa mfano tuashumu wewe una $1,000. Ukiwa na $1,000, sawa, ukichukua mzunguko wa siku moja, $1,000 sasa na $2,800,000 au $2,700,000. Ukichukua mzunguko wa siku moja, maana yake utapata faida ya $4. Kwa sababu mzunguko wa siku moja faida za asilimia mapato ya faida yake ni ndogo. Ukichukua mzunguko wa siku 7, maana yake baada ya siku 7 utapata faida ya $40. $1,000 yako itarudi na $40 faida. Kwa hiyo utaamua wewe mwenyewe, aidha utoe faida urudishe tena mtaji, ni wewe mwenyewe. Sawa? Ukichukua mzunguko wa siku 14, maana utapata $1,095. Hii 95 ndio faida yako baada ya mzunguko kuisha. Alafu ukichukua mzunguko, kwa mfano kusema mimi nataka mzunguko wenye faida nyingi, wenye asilimia kubwa ya faida ni mzunguko wa siku 28. Kwa mfano hapo ukipiga siku 28, maana yake baada ya mzunguko wa siku 28 kuisha, hii pesa yako itaweza kurudi pamoja ikiwa na faida ya $240. Sasa $240 kitanzania ni pesa nyingi mno. Assume umeweka $1,000.
Sawa, alafu mzunguko unaisha, unaondoka na dola 1240. Faida dola 240. Dola 240 ni almost ni kama vile laki sita, laki saba ya Kitanzania. Umekosa nini? Na huu mzunguko una uwezo baada ya pesa yako kurudi, ukatoa hii faida ukarudisha tena mtaji, ukatoa hii faida kwa sababu hii project haina mwisho. Mwisho wa hii project kufa kwake, labda teknolojia ya blockchain na mtandao wa internet uwe haipo, au kusiwe na wawekezaji kabisa kwenye huu mfumo, ndo Bitness inaweza ikafa. Lakini kama wawekezaji wataendelea kuwepo na teknolojia ya blockchain itaendelea kuwepo, na teknolojia ya mtandao wa internet bado ipo, basi wewe utaendelea kula faida kila siku mpaka utachoka mwenyewe, kwa sababu tukumbuka hii project ina zaidi ya miaka mitatu. Wazo la kutengenezwa hii Bitness ilianza mwaka 2022, lakini hii Bitness Loop ambayo tunaitumia leo hii imeanza mwaka 2023 mwezi March. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hii contract address ya hii project ina zaidi ya miezi 11. Umeona, ina zaidi ya miaka 2 nao. Umeona? Kwa hiyo ni project moja ambalo bonge la project ambalo liko safi. Sasa hii ni kwa mtu ambaye mwenye mtaji wa dola 1000, sawa? Je, vipi mtu ambaye ataweka mtaji wa dola 2000? Dola 2000 ni sawa sana kama na milioni 5 na hivi. Umeona? Unataka kufanya biashara ya milioni 5 wewe. Umeona? Ukiweka dola 2000 hapa, umeona, angalia faida utakayopata. Ukichukua mzunguko wa siku moja utakuwa unapata dola 8 kila siku. Ukichukua mzunguko wa siku 7 utakuwa unapata dola 80. Kila baada ya siku 7 dola 80. Dola 80 kama laki na hiyo ni laki 2 kasoro, umeona. Ukichukua mzunguko wa siku 14 utakuwa unapata dola 200 na dola 2190. Kwa hiyo faida yako ni 1000, faida yako ni 190. Siku 14 inakupa faida ya dola 1090. 1190. Faida ya dola 190. Kumbuka mtaji wako ni nini? Mtaji wako ni dola 2000. Dola 190 ni sasa kama na laki 5 na hivi. Umeona? Laki 5 na ndani ya siku 14 tunaingiza laki 5 na. Ukija siku 28 unaondoka na dola, faida ya dola 480 ambayo ni milioni na hivi. Umeona? Milioni na. Wewe umeweka milioni 5 na, lakini ndani ya siku 28 unaingiza milioni na. Kwa maana yake hiyo ni faida kubwa sana, ambako kama ni biashara umefungua biashara ya milioni 5, umeona, milioni 5 na alafu unakuja kupata faida ndani ya siku 28 ni milioni na. Kwa hiyo hii biashara inakulipa, umeona, inalipa nzuri. Na hapo unakumbuka kwamba hii pesa yako itarudi pamoja na mtaji, na hauna masuala ya kusema kwamba ulipie kodi ya nyumba, ulipie kodi ya pango, siji flemu, uliofanya dini. Hakuna. Hapa ni pesa yako ikirudi faida wewe mwenyewe unatoa, unaenda kukash, unaenda kuuza dola zako ili kupata pesa za Kitanzania. Kwa hiyo ni biashara ambayo ina eliminate vitu vingi na kukusaidia wewe kufanya wepesi zaidi. Kwa mfano hapa, mtu akaweka mtaji wa dola 5000. Dola 5000 ni kama milioni 10 na. Umeona? Kwa hiyo akachagua mzunguko wa siku 28. Huyu bwana ataweza kuondoka na dola 600, dola 6200. Maana faida yake hapa, ukichukua hii 6200 ukitoa hii hapa 5000, huyu bwana ataweza kuondoka na faida ya dola 1200. Ndani ya siku 28 unaondoka na faida ya dola 1200. Sasa dola 1200 ni zaidi ya milioni 3 hiyo. Kumbuka mtaji wako ni milioni 10 na alafu ndani ya siku 28 unaondoka na faida ya dola, unaondoka na faida ya milioni 3 na. Kwa hiyo ni faida nzuri sana, ambako ni biashara nzuri, ambako hata ukifanya kiuhalisia hii faida ambayo umeipata tu kupitia ile jukwaa la Bitness inaweza lisikupe hivyo kwenye wale wanaofanya biashara ya maduka. Wale wanaofanya biashara ya maduka wao wenyewe wanaweza wakawa mashuhuda, wakaweza kuelezea. Ndio maana nikasema hili ni bonge moja la project, hasa kwa wale ambao wenye pesa, basi wanaweza wakatengeneza pesa zaidi. Pesa zako zinakuzalishia pesa zaidi. Kwa hiyo hili ni jukwaa salama kabisa. Kama hapa unavyoona chini, mimi niwaonyeshe tu kiufupi uone mizunguko ambayo mimi nimeichukua humu. Umeona, kuna huu mzunguko wa siku moja
huu ni mzunguko wa siku moja tu hapa unauona, umeona nimeweka jana kwa sababu kuna pesa nakizungusha hapo, umeona ili kutesti matokeo na mambo mbalimbali, umeona unaisha baada ya masaa 6. Hii pesa hela ikiisha hii pesa inarudi yenyewe kwenye nini, kwenye wallet, umeona. Kuna huu mzunguko wa siku 14 kama unavyoona hapo, huu ni mzunguko wa siku 14. Niliweka $1192 na baada ya mzunguko kuisha utaweza kunipa $1195, na hapo kama unavyoona zimebaki siku 4 masaa 10. Na kwa hiyo hii countdown timer, unaona hii timer inavyohesabu hii ni countdown timer. Kwa hiyo ikiisha hii pesa, yani umzu hizi mode, hizi count timers, hizi muda unaosoma hapo kisha, basi hizi pesa zetu automatically zinarudi kwenye wallet yangu. Unaona pia hapa kuna mzunguko huu hapa, umeona wa $500. Hii nilikuwa nimeweka kwenye Binance, nimefanya spot trading, lakini soko lilivyoshuka hii hela ikashuka kwa kweli. Kwa hiyo nikaona bora niitoe niilete huku. Kwa hiyo hata kwa wale ambao mtu anafanya trade lakini anapoteza sana pesa zake, basi hili jukwaa linaweza likakusaidia kuweza kukuza mtaji wako na kuweza kufanya uwe na financial freedom. Umeona nimeweka $513, lakini baada ya siku 28 nitaenda kupata $636. Na hapa kama unavyoona zimebaki siku 7. Hii nilichukua mzunguko wa siku 28 lakini zimebaki siku 7. Alafu kuna hii hapa ambayo ndo nilianza nayo $100 ambayo zimebaki siku 28 lakini zimebaki siku ngapi? Siku 5. Hii pesa iweze kurudi yenyewe. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa ni jukwaa ambalo liko fresh, kwamba hapa hakuna kati, hakuna mtu kati, kwamba hii pesa ikishaisha mzunguko basi hii pesa inarudi yenyewe automatically kwenye wallet balance yangu hapa, inarudi yenyewe hapa bila mimi kubonyeza sehemu yoyote. Kwa hiyo hiko ndo kitu ambacho nimependa kuwafikishia kwa wale ambao wanatafuta ajira, wale ambao wanatafuta biashara ya kufanya lakini mtu ajui mtafanya biashara gani. Basi nadhani hapo utakuwa umepata fursa nzuri sana. Bitness ni jukwaa salama sana, kwa sababu kwanza limekaguliwa na kampuni ya Cetic, umeona limekaguliwa na kampuni ya Cetic, na pia ukija hata kuangalia watu wengi wameliamini hili jukwaa. Ukija hapo ukipiga utaona idadi ya watu ambao wapo wamewekeza pesa zao huku na jumla ya pesa ambazo Bitness imewalipa watu. Umeona ukipiga hapo, umeona angalia participants, watu wanaoshiriki kwenye hili jukwaa ni zaidi ya 1,796,072. Kwa hiyo hawa watu ni watu ulimwenguni kote ambao wanashiriki kwenye hili jukwaa. Na angalia pesa ambayo watu wamekuwa wakilipwa kutoka kwenye hili jukwaa. Pesa yote ambayo imelipwa mpaka toka kipindi hicho mpaka hivi sasa ni takriban kama $1,315,517,468. Kwa hiyo ni pesa nyingi mno. Hili jukwaa limekuwa likilipa wawekezaji wake. Na hapo ukiangalia hii ndo liquidity pool, ni pesa ambayo ni mitaji ya watu ambayo inazungushwa kwenye huu mfumo. Umeona, na hii liquidity pool ukipiga hapa moja kwa moja itakupeleka kwenye BCS scan ili kuweza kuiangalia na kuweza kuona liquidity pool ya mfumo na address yao. Umeona, kwa hiyo kila kitu hapo una uwezo wa kukifuatilia na kuweza kuona kinavyotokea. Na hapa wakaelezea Bitness ni nini. Umeona, ukishuka huko chini utaweza kuona roadmap yao. Bitness imeanza lini? Umeona, Bitness imeanza kama wazo limezaliwa mwaka Agosti mwaka 2022. Umeona, mwezi Agosti, lakini mwaka 2023 ikaja Business Lease, alafu ikaja Business Loop. Hizi zote ndio Business Loop ndio ile ambayo nimewaonyesha ile. Umeona, Business Lease hiki ni kipengele kingine ambacho watu wanaenda kuazima hii mitaji yetu ambayo tumewekeza kufanyia shughuli mbalimbali katika huu mfumo. Baada ya hapo wakishamaliza zinazalishwa faida ndo mnagaiwa nyinyi nini? Profit sharing, asilimia za mapato, yani share ya wewe ya kiasi cha mtaji ambacho umekiweka kwenye mzunguko kutokana na hizo shughuli ambazo zinafanya. Ndio maana nikasema kwamba hii ni biashara halali, kwa sababu wewe unawawezesha watu wengine waweze kufanya shughuli zao kwenye blockchain, lakini baada ya hapo pesa yako wakishamaliza shughuli zao wanarudisha pesa yako pamoja na mtaji na faida ambayo inakuwa umepewa kama faida, yani profit ambao unakuwa umepewa, faida ambayo unakuwa unapewa. Umeona, kwa hiyo pesa wanaizungusha kwenye shughuli za kibiashara kwenye mtandao.
kwenye blockchain, sawa. Kwenye blockchain, baada ya hapo alafu wao wanakurudishia pamoja na profit. Kama vile mtu unamkabidhi, yani hii biashara ni kama vile mtu unampa bajaji rafiki yako, au unampa mtu chombo chako cha moto, au unamkabidhi mtu biashara, bana ifanyie biashara, faida zinazopatikana mnagawana. Kwa hiyo na Bitness iko hivyo hivyo. Sisi tumewekeza mitaji inazungushwa, faida zinazopatikana inarudi mitaji yetu pamoja na faida hizo. Na ndivyo asili ya biashara inavyokuwa hivyo. Na hii biashara inafanyika kwa sababu ni smart contract, tayari algorithm zake zimeshatengenezwa na kuhifadhiwa kwenye blockchain. Kwa hiyo hakuna mtu wowote ambaye anaweza kubadilisha mikataba hiyo ambayo imehifadhiwa kwenye blockchain, ipo tayari inafanya kazi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni bonge moja la project ambalo halijawahi kutokea. Na pia wana vitu vyao vingine hapa. Umeona wana Bitness Saving, umeona imeanza Julai mwaka 2023. Kuna Business Community Establishment imeanza hiyo September mwaka 2023. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa na users have executed hiyo hapo December, umeona have exceeded, watu wamezidi ku community, watumiaji wa hili jukwaa wamezidi zaidi ya 800,000, umeona zaidi ya 800,000 Desemba mwaka 2023. Kwa hiyo utakuja kuona hii roadmap yao, kuna vipengele vingine pia wana coin yao ambayo bado haiko kwenye circulation, umeona coin circulation bado, lakini tayari coin imeshatengenezwa mwaka Aprili mwaka 2024 ndio wametengeneza hiyo token, lakini bado haijawekwa kwenye mzunguko wala haijakuwa deployed. Kwa hiyo coin circulation bado, hivi vingine vyote vinakuja. Kwa hiyo hili ni bonge moja la product. Kwa hiyo hichi ndo kitu ambacho nimependa kuwaelekeza na kuwafahamisha ili muweze kujua. Na niliwaambia hii ni smart contract, pia una uwezo wa kuchukua smart contract za Bitness ukaweza kuzichunguza. Sasa smart contract unazipata wapi? Utakuja sehemu hii hapa kwenye homepage hapa, sehemu hii, sawa. Ukishatoka hapo utakuja sehemu iliyoandikwa more. Ukipiga hapo utaona smart contract zao hizi hapa. Una uwezo wa kuchukua na ukazifanyia uchunguzi wako. Umeona kuna hii Business Loop smart contract, kuna Business Saving smart contract, unaona kuna hii token yao smart contract ambayo bado haijaikuwa kwenye circulation, alafu kuna hii hapa nayo bado haijakuwa kwenye circulation. Kwa hiyo kuwepo sasa hivi ambayo inafanya kazi ni hii hapa na hii hapa. Umeona hivi vingine bado vitakuja baadaye. Kwa hiyo na pia hapo unaweza ukaona ukapitia hapo, umeona wana Ethereum Virtual Machine wameelezea hapa ni nini, Introduction to Solidarity, unaweza ukasoma hapo, na yellow paper yao pia wanayo, unaweza ukasoma hapo. Hawana customer care wala nini, unaweza ukajiunga pia kwenye group lao la Telegram kwa ajili ya kupata update, umeona, na kupata news kuhusiana na hii project. Kwa hiyo hii ndio project ambayo nimeona niwaonyeshe, na ni passive income kweli. Nikikwambia project salama, ni salama kabisa. Unawekeza pesa yako kwenye Bitness, nafsi yako ikiwa imetulizana kabisa, kwa sababu hii si platform kama zilivyokuwa platform nyingine ambazo tumezoea. Hii ni blockchain project ambayo ni decentralized 100%. Hakuna mtu kati. Yaani nikisema decentralized kwamba inajiendesha yenyewe kwa 100%. Hakuna mtu ambaye baada ya mzunguko wako kuisha basi pesa yako anairudisha kwenye wallet. Hakuna. Ni smart contract ndizo zinazotoa amri kwamba bwana huyu aliweka pesa yake kiasi hichi, kwenye mzunguko, lakini mzunguko wake umeisha, basi hii pesa sasa inarudi moja kwa moja kwenye wallet yake. Nitakuja kuwaonyesha hapa kwa kadri siku zinavyoenda. Hii mizunguko ikiisha nitakuja kuwaonyesha. Kwa mfano mzunguko kama huu umebaki kama siku 4, mzunguko huu ukiisha nitaonyesha pesa jinsi inavyorudi kwenye wallet. Ingawa pia nilishatuma hapa video ya kuwaonyesha watu, ila ingawa watu bado wengine wamekuwa wakichanganya hii project na project nyingine za kitapeli. Hii jamani ni mwarobaini wa project za kitapeli. Kama huku cha msingi uwe na uvumilivu tu, kwa sababu faida zake za mapato si kubwa, na kinachotosumbua sisi wa Tanzania au na watu wengine kwamba tunataka kupata pesa za haraka, tunataka kupata pesa za haraka au kutajirika kwa haraka, na huko ndiko kunakotuumiza, kwa sababu watu wamejua watu wanapenda nini, na ndio maana wanawatengenezea platform yanayotoa 1% kubwa ya mapato, kiasi ambacho ukiweka pesa yako labda $10, $20, unaambiwa unapata $5. Sasa $5 au $3 kutoka kwenye $10
Sasa mwisho wa siku project kama hizo zinakuja zinakimbia, hazikai, inaweza isifike hata wiki, hata mwezi sichukue, inaondoka. Lakini project kama hizi ambazo ni salama, mapato yake ni ya kawaida ya kuridhisha, umeona, huwa hazinaga papara. Alafu kama hii ni project ambayo ni salama kabisa. Nikisema unaweza pia ukachunguza usalama wake. Kwa mfano nikiweka hapa kwenye hii mode, utaweza kuona hapo, umeona, utaweza kuona hii nimeweka kwenye business mode, umeona nimeweka kwenye desktop mode, umeona hapa kwa juu, ukifungua hapa kwa juu unaona kuna hivi vitu, kuna home, kuna loop, kuna saving box, kuna leasing, kuna white paper, pia kuna security auditor. Unaweza ukaja hapa ukapiga ukaona security auditor wa hii project ni nani, ni Setic, na ukaona maelezo ambayo ameyatoa. Kwa hiyo hili ndo jambo ambalo nimependa kuwafikishia ndugu zangu, muweze kuona vipengele ambavyo viko tunavitumia sasa hivi. Ni kuna hii hapa business loop na saving box, sawa. Hivi vingine vya chini bado havijaanza kufanya kazi. Kwa hiyo nadhani hapo nimeeleweka, na watakia siku njema. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video kwa wengine, ili nao waweze kupata masomo haya, Kwa hiyo wewe kama unataka kujiunga huku, basi link iko chini ya video description, na pia zipo video nyingine zinaelezea jinsi ya kuanza hiyo video. Kwa wale ambao wasiojua Kiswahili, zipo video za Kiingereza. For those who do not know, who do not understand Swahili language, I have also prepared the video that talk about this business in English language, so you can follow them on my channel and try to learn more about what is business. So thank you very much. Asanteni sana, na watakia siku njema.